taarifa za mechi yetu kupelekwa uwanja wa Amani ni taarifa ambazo zimemhuzunisha kila mwana Simba, ni taarifa ambazo zimemshtua kila mwana Simba, ni taarifa ambazo zimemtia unyonge kila mwana Simba, lakini hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, hatuna budi kuheshimu maamuzi haya, na hatuna budi kuyafuata maamuzi na wenye mpira wao, kwa maana kitu la kandanda bara Afrika. Sote wana Simba tungependa kuona mechi hii inachezwa katika uwanja tuliouzoea, katika uwanja tunaopenda, katika uwanja mkubwa zaidi, uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini katika hali ya kawaida mechi hii imepelekwa katika uwanja wa Amani. Sasa lazima tuoneshe tofauti sisi Simba Sports Club na vilabu vingine ambavyo huwa haviheshimu mamlaka. Wakibadilishiwa ratiba ya mchezo wanaanza kung'aka. Sisi Simba Sports Club lazima tuoneshe level kubwa ya professionalism. Tayari mabadiliko yamefanyika, hatuna budi kuishi kwenye mabadiliko hayo. Tayari ratiba imeshatangazwa, hatuna budi kuanza maandalizi kuelekea kwenye mabadiliko hayo. Na maandalizi tunayoyafanya hapa ni maandalizi ya kuelekea uwanja wa Amani. Ndugu zangu wa Simba na Watanzania kwa ujumla, ieleweke wazi ya kwamba tukiwa nchini Morocco tulipokea taarifa ya mabadiliko ya uwanja, ya kwamba mechi itachezwa katika uwanja wa Amani. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari, tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno, mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi yalikuwa ni makali vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambayo tuliona inastahili kuwasilishwa kwenye mamlaka za CAF. Tulipeleka kila ombi ambalo tunaamini linapaswa kupelekwa CAF, na tulifanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba mechi inabaki Benjamin Mkapa. Baada ya kufanya yote hayo, juhudi zetu na jitihada zetu zikagonga mwamba na msimamo wa CAF ukabaki ya kwamba mechi inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye hakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja wa Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja wa Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka, hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Kwa hiyo hawataki kuchukua riski ya kuipeleka mechi Benjamin Mkapa alafu yakatokea kama yarotokea kwenye mechi ya robo finali. Kwanza itakuwa ni kuitukanisha Simba yenyewe ya kwamba ina uwanja mbaya. Pili ni kuitukanisha Tanzania ya kwamba ina uwanja mbaya. Tatu ni kuitukanisha Afrika yenyewe na mpira wake ya kwamba mechi kubwa ya finali imechezwa kwenye uwanja mbaya. Kwa fakta zote hizo ndipo ambapo CAF wakafikia maamuzi ya kwamba mechi hii ikachezwe kwenye uwanja ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini hiyo
na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haipo tayari kwa ajili ya fainali, wakaamua kuipeleka mechi Amani. Na sisi kama Simba Sports Club hatuna budi kukubali ukweli huo, na sasa nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amani. Wapo wanaofikiria kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiria kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hii ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu ya kuja kushuhudia huu mchezo huu wa fainali, na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo, na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku 2-3 haijawahi kutokea Tanzania, wala Simba Sports Club hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Mimi bahati nzuri nina rekodi nzuri ya mikoa ambayo huwa inakuja kila mechi, lakini safari hii kuna mikoa ambayo nimeiona inakuja kwenye mchezo huu, nikasema huu mchezo sio wa kawaida. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii fainali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambao sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa ili watu 60,000 waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya 100,000 kutoka Mwanza, akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yaani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni 170,000, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani 180,000. Kulala Zanzibar, maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya 300,000. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3, mnaweza mkaingia kwenye costa yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale, gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar. Lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani. Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amani. Muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hiko ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi wana Simba. Lazima tukubali huu kweli na tuanze maandalizi. Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu
lengo letu linabaki lile lile, ya kwamba tunataka ubingwa wa Afrika. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika, kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin.